Habari za wakati huu mtazamaji wa ITV Super Brand Afrika Mashariki pamoja na msikilizaji wa Radio 1, karibu katika kipindi cha dakika 45 kwa niaba ya wenzangu wote ambao tutashirikiana kwa pamoja kukuletea kipindi hiki. Jina langu ni Farhia Midle. Karibu tuwe pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho kipindi hiki, na leo hii tumepata bahati ya kuwa na katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo ndugu Ado Shaibu, ambaye tutazungumza naye masuala mbalimbali kuhusiana na siasa ndani ya chama chake, lakini pia siasa kwa ujumla kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 2025. Karibu tuwe pamoja mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Ndugu Ado Shaibu, habari za kwako katibu? Mimi ni buheri wa sia njema ndugu yangu Farhia. Mnaendeleaje ACT? Sasa mnatimiza miaka 11 tangu kuanzishwa kwa chama hiki. Mna kipi kipya? Mmetoka wapi? Mnaelekea wapi? Nini matarajio yenu ya baadaye ACT? Asante. Kama ulivyosema, leo tarehe 5 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 ni siku ya kipekee kwa chama chetu, kwa sababu tunatimiza miaka 11 tangu chama hiki kipate usajili wa kudumu pale tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2014. Imekuwa ni safari ambayo naweza kusema imekuwa ni safari ngumu, lakini pia ni yenye mafanikio makubwa. Na hivi sasa wachambuzi wote wanaweza kukubaliana na mimi kwamba ACT Wazalendo inazo sifa mbili. Sifa ya kwanza ndiyo chama kichanga zaidi kiumri kuliko vyama vyote vya siasa nchini Tanzania, kwa sababu tangu kipate usajili hakuna chama kingine ambacho kimesajiliwa. Lakini sifa ya pili pia, ACT Wazalendo ndio chama kinachokuwa kwa kasi zaidi katika vyama vya siasa nchini Tanzania, katika duru la kisiasa nchini. Na unaweza ukapima hivyo kwa kutazama ukuaji wake katika chaguzi kwa matokeo, lakini pia kutanuka kwa mtandao wake wa wanachama na uongozi, na mafanikio na ushawishi ambao chama hiki kinajengea katika mipaka ya Tanzania, lakini pia katika uga wa kimataifa. Na yako maeneo ambayo tumeweka rekodi, kwa ajili ya muda naweza nikayataja. Kwanza, tunajisikia fahari kuwa chama ambacho kinawavutia na kuwalinda wanawake kiuongozi. ACT Wazalendo tangu tufanye uchaguzi mkuu wetu wa kwanza 2015 hatujawahi kuwa na safu ya juu ya uongozi sio kwa na kiongozi mwanamke, na hivi sasa kiongozi namba 1 wa chama chetu ndugu Doris Sem ni mwanamke. Lakini la pili, tunajivunia kuwapa nafasi vijana kuonyesha vipaji vyao. Mimi mwenyewe Ado Shaibu nilichaguliwa kuwa mtendaji mkuu wa chama hiki nikiwa na miaka 34 pale mwaka 2020. Lakini pia tumefanikiwa kujenga chama kilijikita katika siasa za masuala, siasa za hoja, siasa za kutetea wananchi kwa kuibua kero mbalimbali na kutoa majawabu, siasa ambazo hazijazoeleka katika duru la kisiasa hapa Tanzania, kwa sababu siasa tulizozizoea ni siasa za vioja, siasa za kujipendekeza na siasa za kushambuliana katika utu wa mtu, badala ya siasa za kutanguliza mbele maslahi ya taifa. Kwa hiyo leo tukiwa tunaadhimisha miaka 11, tunatembea kwa fahari kabisa, tunatembea kifua mbele kwamba tumejenga jukwaa, tumejenga chombo ambacho kimebeba matumaini ya Watanzania, hasa katika kuwafikisha katika ndoto ya kujenga taifa la wote kwa maslahi ya wote. Tumejenga chombo cha kutumainiwa na Wazanzibari, hasa katika kujenga Zanzibar moja, Zanzibar mpya na yenye mamlaka kamili. Leo ni siku ya fahari kwa ACT Wazalendo. Unaposema siasa za kujipendekeza unamaanisha nini hasa Ado? Siasa za kujipendekeza zipo sana CCM, kwamba nyeusi inaitwa nyeupe na nyeupe inaitwa nyeusi, na kila mmoja anajua hii ni nyeupe, lakini ana uwezo wa kusema, kwa sababu utamaduni wa kisiasa uliojengwa ni kwamba mkubwa hakosei, siasa ambazo ACT Wazalendo hatuzikubali. Kwa mfano, tazama sasa, Mheshimiwa Rais kuna mambo mazuri sana ameyafanya kwenye baadhi ya maeneo, lakini kuna mambo hayaendi sawa. Tazama ndani ya utamaduni wa kisiasa wa CCM, kuna mtu anaweza kusema kwamba serikali inakosea, au hapa tunadhani Mheshimiwa Rais
mambo hayaendi sawa. Ukilitazama bunge unaweza ukafunga runinga muda huo, kwa sababu watu kauli yao mama anaupiga mwingi, mama hauna deni, kauli ambazo hazikubaliki. Hakuna binadamu ambaye ana deni, asiyekuwa na deni ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuona wawakilishi wa wananchi wanatumia muda wa wapiga kura kusema mama hana deni, ni kana kwamba unataka kumfanya Mheshimiwa Rais kuwa malaika. Na mimi kwa kweli rai yangu kwa Mheshimiwa Rais, ni vizuri kuvunja utamaduni huu wa kisiasa, kwa sababu hauwasaidii wa Tanzania. Mimi nimetoka hivi karibuni wilayani Tunduru, ambako pia ndio ninakotokea na ninakusudia kugombea ubunge katika uchaguzi wa mwaka 2020. Nikiwasikiliza wabunge wa Tunduru, na Mheshimiwa Rais alifanya ziara pale Tunduru hivi karibuni, wanamueleza Mheshimiwa Rais, hauna deni, Tunduru hatukudai, Tunduru unatudai. Lakini ukienda sasa vijijini, na mimi nimekwenda vijijini, kuna maeneo yamepiga hatua, tunakubali, lakini kuna wanatunduru wanakaa chini. Kwa hiyo ukisema mama hana deni, maana yake hawa wanafunzi wanaokaa chini. Hivi karibuni nimetembelea shule ya msingi katika kijiji kinaitwa Mkoela, ina walimu 4, darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Ina madarasa 3 tu yanayofaa kwa matumizi ya wanafunzi. Madarasa mengine yamejengwa tangu miaka ya 70. Na hii ni hali ambayo ukienda kwenye vijiji vingi unaikuta, lakini siasa za kujipendekeza zinawafanya wawakilishi wetu wafiche ukweli huu, kwa sababu tu wanahofia kwamba pengine hawatoteuliwa katika uchaguzi huu. Siasa hizi ACT hatuzipendi. Unapozungumzia kwamba CCM wana siasa za kujipendekeza, kuna kauli ambazo tumekuwa tukizisikia kwamba ACT ni CCMB. Naam. Hii ikoje? Unajua siasa inaendeshwa kwa propaganda, na tabia ya siasa za propaganda huwa hazina ukomo na huwa zinabadilika. Unaweza ukawa wewe leo ni mpishi wa propaganda, baada ya kipindi fulani katika maisha yako propaganda zile zile ulizozipika zinaweza zikakugeukia, kwa sababu hili jambo ni la kihistoria kwamba ACT ilitokana na Chadema. Ndo ukweli wenyewe kwamba waasisi wa mwanzo wa ACT Wazalendo ni watu ambao walikuwa wakifurahia siasa za zitokabwe ndani ya Chadema na hawakuridhika na mwenendo wa demokrasia ya ndani. Kwa hiyo wakaenda kuanzisha chama kwa kushirikiana na wapiganaji ambao pia hawakuridhika kwenye vyama vingine, wakaanzisha chama kilichoitwa ACT Tanzania, ambacho mwaka 2015 kikabadilishwa jina kikawa ACT Wazalendo. Kwa hiyo kulikuwa na misuguano wakati ule. Unajua hata wapenzi mkiachana mnaweza mkachagua nyinyi wenyewe, kila mtu aende njia yake, au wengine wanaweza wakachagua njia ya kuendeleza marumbano. Kwa hiyo ndio ilivyokuwa kwamba kulikuwa na mashambulizi baina ya ACT na Chadema, huyu Zitto anatumika na kadhalika. Lakini tazama hali ya siasa hivi sasa, hata wenyewe ndani ya Chadema zile propaganda ambazo wakati ule zilikuwa zikitumika dhidi ya ACT sasa hivi zinatumika kushambuliana wao kwa wao. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba jina hilo linatokana na propaganda ambazo propaganda za uongo zipe muda tu. Baada ya muda ukweli utajitenga, uongo utajitenga na ukweli utajidhihirisha. Na Faria, nikupe mfano mwingine. Mfano hivi karibuni ACT Wazalendo tulipata mwaliko wa tume ya uchaguzi ya taifa kwamba kuna shughuli ya kusaini kanuni za maadili. Sasa ukiwa sio kiongozi, haujui misingi ya uongozi, unaweza ukaogopa propaganda kwamba watu wanajua uchaguzi wa serikali za mitaa 2019 uliharibiwa, uchaguzi mkuu uliharibiwa, na uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 uliharibiwa. Sasa unavyokwenda kusaini kanuni za maadili, Watanzania watakuelewaje? Lakini kama kiongozi unatazama, je, unaogopa propaganda? Je, unataka tu kuridhisha watu kinyume na ukweli? Kwa sababu ukweli halisi
tume ya uchaguzi imeweka kanuni mbaya sana kwamba chama chochote kinachotaka kushiriki uchaguzi mkuu kwa kipindi cha miaka 5 ijayo, ni kanuni mbaya sana kwamba hata leo hii tukigairisha uchaguzi mkuu ukaitishwa uchaguzi mkuu mwingine kwa sababu za kikatiba, kwa mujibu wa kanuni ile na tafsiri ya tume ya uchaguzi, chama ambacho hakitosaini hakitoshiriki. Kama zikitokea chaguzi ndogo za marudio njiani katika kipindi cha miaka 5, chama ambacho hakitosaini hakitoshiriki. Katika mazingira kama hayo, unakuwa ni kana kwamba umelazimishwa. Kwa hata kama uridhiki kwenye baadhi ya mambo, unasema acha nikapambane. Kwa hiyo unasaini. Lakini nyie mmesaini na baadaye wewe ni mmoja wapo watu ambao ulisema kwamba kanuni hizo zina mapungufu mengi sana. Ndiyo. Lakini umesaini. Ndio. Ina maana gani hasa? Asante sana Faria. Kwa bahati mzuri mimi ni mwana sheria, nimesoma sheria na kadiri ya uwezo ninazifahamu sheria, na ndio maana hata katika kile ambacho Waingereza wanakiita jurisprudence, yani maendeleo ya kisheria, yani kuziendeleza sheria, mimi Ado Shaibu nimetoa mchango katika ujenzi wa jurisprudence ya kisheria ya Tanzania katika maeneo mawili. La kwanza, mimi ndio Mtanzania wa kwanza kumshtaki rais aliye madarakani mahakamani. Yani tangu tupate uhuru hakuna Mtanzania aliyedea. Wengine walisema kisheria rais hashtakiwi, wengine kwa ajili ya hofu tu walikuwa wachukue hatua hizo. Mimi nilichukua hiyo hatua na iliipa nafasi mahakama kutoa tafsiri. Kwa hiyo ni mchango wangu katika jurisprudence ya sheria za Tanzania. Lakini uchaguzi wa mwaka 2020, sisi wapinzani tumesema mara nyingi haturidhiki nao, na bahati mzuri wako watu wengi wamesema, ikiwemo aliyekuwa makamu mwenyekiti wa CCM ndugu Abdulrahman Kinana, amewahi kuwa kwenye record, tulimwalika kwenye mkutano mkuu wetu, akasema yale yaliyotokea pia yalikuwa na mapungufu makubwa. Lakini sisi hatukuishia kulalamika. Mimi Ado Shaibu na wenzangu wakati ule marehemu Maalim Seif tulikuwa chukua hatua ya kuishitaki serikali ya Tanzania katika mahakama ya Afrika, ili mahakama itamke kwamba serikali ya Tanzania inavunja mikataba ya kimataifa na sheria za kimataifa kwa kuendesha uchaguzi ambao sio huru. Kwa hiyo mimi si tu mwanasheria by profession, lakini pia nina mchango wangu katika jurisprudence ya Tanzania. Ninafahamu nini maana ya kusaini. Kusaini kuna tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza, kuna kusaini umeridhika. Kwa mfano, Faria, ukiwa unapanga nyumba, mwenye nyumba unapoandikiana naye makubaliano alafu ukasaini, maana yake wewe unakuwa umeridhika na yale masharti yaliyowekwa, na kwa hiyo ndio maana unakubali kwamba utatekeleza masharti ya mkataba ule. Lakini la pili, kuna aina ya kusaini ambako ni kwa lazima, sio kwa kuridhika. Tume inaposema vyama vyote visaini, tangu 95 tumekuwa tukisaini. Chaguzi zote hizi zilizopita tumekuwa tukisaini. Sio kwamba tunaridhika, ila tunasaini kwa sababu ule ni mtego wa kwamba usipo saini hautoshiriki uchaguzi. Ndio maana tumesema licha ya kusaini, mapambano yataendelea mpaka dakika ya mwisho kuhakikisha kwamba chaguzi Tanzania zinakuwa huru, za haki na za kuaminika. Na sisi kama viongozi wa dini wanavyosema, tunaamini kwamba yako mambo yanawezekana. Hakuna sababu yoyote ya kushindwa kuzuia kura feki. Kura zimepoteza thamani. Hivi sasa karatasi za kura zinakamatwa barabarani kama karatasi za kufungia vitumbua. This is unacceptable. Haikubaliki. Hivi sasa vyombo vya ulinzi na usalama, na hili tumelisema na wadau wengi wamesema, na kwenye ripoti ipo kwamba vinashiriki hujuma katika uchaguzi. Na mimi namchallenge IGP, nimekuwa nikimchallenge mara kadhaa na namchallenge hapa kwamba sisi tulikamata kura feki na ushahidi tunao, na tukawapelekea askari waliokuwepo katika vituo, na tunao ushahidi kwamba mpaka sasa hakuna hata faili moja, jalada hata moja ambalo IGP na polisi wamelifungua angalau kuchunguza visa vya kura fake. Kwa hiyo na hii inaviwekwa vyombo vya dola, na sisi kwetu ni kwa sababu tunaipenda Tanzania, tutasema tu kweli, inaviweka vyombo vya dola kwenye taswira vionekane kana kwamba
vinatumika katika ile mipango. Hakuna sababu yote kwa nini kura feki zisiondolewe. Hakuna sababu kwa nini mawakala wasipewe ulinzi wao, wasipewe uhuru wao kufanya kazi zao kwenye vituo. Hakuna sababu kwa nini wakurugenzi wasiondolewe kuwa wasimamizi wa uchaguzi. Hakuna sababu kwa nini Omar Ramazan Mapuri ambaye aliwahi kuwa katibu mwenezi wa CCM aendelee kuwa mjumbe wa tume ya uchaguzi. Kwenye utashi wa kisiasa anaweza kuombwa resign kama ambavyo watu wengi wamewahi kuombwa wa resign ili kujenga confidence ya pamoja. Hakuna sababu kwa nini misingi ya uchaguzi huru isizingatiwe ili aliyeshinda ashinde na aliyeshindwa ashindwe. Na leo tukiwa tunaadhimisha miaka hii 11, rai yetu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania asikilize kilio cha viongozi wa dini. Tumesema wengi akina Ado, viongozi wa kisiasa, tumesema wanaharakati, lakini sasa hizi unaiona kuna sauti kubwa, kuna mvumo ambao unavuma ambao unatishia umoja na mshikamano wa kitaifa. Kwa hiyo ninaamini kwamba Mheshimiwa Rais atasikiliza sauti, na sisi tumeamua tunashiriki uchaguzi ili kulinda thamani ya kura ya mwananchi, na tunaamini kwamba serikali itaweka mazingira ya uchaguzi uwe huru na haki na kuaminika. Na mtazamaji wa ITV na msikilizaji wa Radio 1, ni dakika 45 tupo na katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo ndugu Ado Shaibu, tukiwa tunazungumza masuala mbalimbali ya kisiasa. Kumbuka tu ya kwamba chama hiki pia kimefikisha miaka 11 tangu kuanzishwa kwake. Ado, kuna watu wanaona kama ACT mmekuwa na siasa za kung'ata na kupuliza kwa wapinzani wenzenu, hasa chama cha Chadema, kwamba pia mmefurahia wao kutosaini kanuni hizi za masuala ya uchaguzi, maadili haya, na pia sasa mnaona kama ndio nafasi yenu nyie ya kuwini kushika na chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Unasemaje? Chama makini cha siasa hakiwezi kulenga kuongoza kambi ya upinzani. Malengo ya chama makini cha upinzani yanapaswa kuwa kushika dola. Na kwa hiyo kwa ACT Wazalendo malengo yetu sisi ni kushika dola. Hatutaki kuishia kwenye malengo ya kuongoza kambi ya upinzani. Kwa hiyo hata mipango yetu kwa upande wa Tanzania bara na mipango yetu kwa upande wa Zanzibar ni mipango ya kutufikisha katika hatamu kamili ya kimadaraka. Lakini tunafahamu kwamba lazima kutazama vyama vingine vinafanya nini. Kwa hiyo tunaitazama CCM kwa jicho la karibu, inapatia wapi, inakosea wapi. Na kama CCM itajikwaa pahala ambako patatupa advantage sisi ACT, tutafurahia kusema kweli. Na vyama vingine vya upinzani pia navyo tunapambana navyo pamoja na CCM katika kupigania madaraka. Mtu yoyote ambaye atafanya makosa ambayo yataipa nafasi ACT Wazalendo, hilo ni jambo ambalo ACT ni lazima itake advantage. Kwa hiyo nitakuwa muongo hapa leo nikisema makosa ya CCM, makosa ya kafu, makosa ya Chadema sisi hatuyafurahi. Wakikosea katika kujipanga kwao, sisi tutafurahia kwa sababu sisi tutajipanga vizuri zaidi tuende mbele. Lakini kwa mustakabali wa demokrasia atufurahii chama chochote kunyimwa haki. Kuna utofauti baina ya kufurahia makosa ya kimkakati ya mtu na kufurahia ukandamizwaji wa haki dhidi ya chama fulani. Ukijenga utamaduni wa kufurahia ukandamizwaji wa haki, you are next, wewe utafuatia. Kwa hiyo leo unaweza ukafurahia kafu inashughulikiwa ama chama kingine kinashughulikiwa, kesho itakuwa zamu yako. Ndio maana sisi mtu yoyote akikandamizwa huwa tunapaza sauti, tunatoa kauli. Hata watu wengine kutoka CCM, kuna bwana mmoja alipotezwa mpaka leo, alikuwa mwenyekiti wa halmashauri ya Kibondo, anaitwa Kanguye, Simon Kanguye. Tulikuwa tunakwenda mpaka kijijini kwake, tunapaza sauti, tunakutana na familia yake, unaishika mkono. Watu wanajiuliza huyu ni CCM, alikuwa mwenyekiti wa halmashauri.
Kwa nini mnapaza sauti? Tukasema katika jamii mkijenga utamaduni wa ubaguzi katika kupambania haki, kwamba haki ya huyu unaipigania, haki ya yule unaikalia kimya, kesho itakuwa zamu yako na hakutokuwa na mtu yoyote ataipaza sauti katika kupigania haki yao. Kwa hiyo kwa yote ambayo chama chochote kinakandamizwa, sisi hatufurahi. Kwa mfano tafsiri ya kwamba eti chama kisipo sign hakiwezi kushiriki uchaguzi, hii ni tafsiri potofu. Ni tafsiri ambayo kwa mwana mageuzi yoyote hawezi kuifurahia. Ukiona mtu anafurahia kauli hii, mchunguze vizuri, huyo sio mwana mageuzi, kwa sababu anafurahia dhuluma, na sisi hatuwezi kufurahia dhuluma. Asante. Kumekuwa kuna fununu kwamba mmekuwa na mazungumzo na G55 pamoja na wabunge wale 19 ambao wako bungeni, wenyewe Chadema wanasema kwamba si wabunge wao, lakini wanafahamika kama wabunge wa Chadema. Kuna lolote ambalo linaendelea? Kuna mazungumzo ambayo yanaendelea? Hakuna mazungumzo ambayo yanaendelea, kwa sababu sisi tunafuatilia kwa karibu na tunafahamu kwamba kuna mgogoro wa ndani, na pakiwa na mgogoro maana yake ni vizuri kuwapa fursa watu waendelee ama kutibu mgogoro wao ama kila mmoja kuchagua njia yake. Kwa hiyo wajibu wetu sisi wa kisiasa ni kwamba kwa yeyote yule, ni kuwakaribisha kwamba kwa yeyote ambaye anataka kulitumia jukwaa la ACT Wazalendo ama kugombea katika uchaguzi ujao, unataka kuwa diwani, unataka kuwa mbunge, unataka kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunawakaribisha, kwa sababu sisi tunaendesha chama chetu kwa mujibu wa katiba, na kwa hiyo tutapitia mchakato ule ule wa kawaida wa kikatiba kuhakikisha kwamba wanachama wanapata nafasi ya kuamua nani ni mwakilishi. Kwa hiyo hakuna mazungumzo rasmi yanayoendelea, lakini tunawakaribisha kwa mikono miwili yeyote ambaye atataka kujiunga na ACT Wazalendo, kwa sababu chama hiki kama nilivyotangulia mwanzoni kilijengwa kama jukwaa la watu ambao pengine hawajaridhika katika majukwaa yao, wanapotafuta jukwaa mbadala waione ACT Wazalendo. Ndio maana haikushangaza Maalim Seif Sharif Hamad baada ya mgogoro wa muda mrefu katika chama cha wananchi CUF akaja ACT na tukampokea kwa mikono miwili, na leo hii tunaenda 2025 kutimiza kiu ya Wazanzibari. Na safari hii Farhia, na kuambia kamata maneno yangu, Wazanzibari wamechoshwa na serikali iliyopo. Wazanzibari hawafurahii rushwa, ubadhirifu na kuumizwa kwa Zanzibar kuna kuendelea. Wako wana CCM waridhiki, wako wasio na vyama waridhiki, wako wapinzani ambao hawaridhiki, lakini tumejenga jukwaa kupitia kumkaribisha Maalim Seif ambalo linaenda kuwakomboa Wazanzibari 2025 ili waipate Zanzibar yenye mamlaka kamili kwenye haki zao katika muungano. Naam. Kwa muktadha huo, unatuambia kwamba nafasi ya ACT katika siasa za upinzani ni ipi hasa? Mwaka huu ninavyouona kwa jicho la kiuchambuzi na kama kiongozi mwandamizi wa ACT Wazalendo na kama mtaalamu wa masuala ya sheria na kama mwanasheria, kwa sababu Ado Shaibu nukta zake ni tatu tu. Mimi ni mwanaharakati, ndio maana ukinifuatilia sijaandika sana au kuzungumza sana jambo hili, na ukitaka unamtafuta Profesa Kabudi, huwa anapenda kueleza kisa hiki. Mimi nimesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam miaka 6 sheria badala ya miaka 4. Sio kwamba sikuwa na bidii darasani, ila ni kwa sababu nilifukuzwa chuo kikuu kwa ajili ya kusimamia haki. Na siku nataka kwenda kufukuzwa, Profesa Kabudi atakuwa anasikiliza kipindi hiki, anajua kisa hiki. Alinipigia simu akaniambia, Ado, nakupigia simu kama mzazi. Mimi ni Dean of Student, ndio mkuu wa kitivo cha sheria. Kesho mtafukuzwa chuo. Ukitaka usifukuzwe, jiondoe katika mgomo utaofanyika kesho, na uandike barua kwamba kitivo cha sheria hakipo kwenye mambo haya. Nikamweleza profesa, tunaheshimiana, mimi ni kiongozi wa watu wa sheria, lakini kuna watu wamefukuzwa kwa sababu ya kupigania mikopo. Kesho naenda kusimama pamoja nao. Kwa hiyo ni kwamba unajua unaenda kufukuzwa. Kwa hiyo nilifukuzwa. Kwa hiyo mimi ni mwanaharakati sura ya kwanza. Mimi ni mwanasheria kitaaluma, lakini mimi ni kiongozi. Haya matatu
yana define uchambuzi wangu na hatua zote ninazozifanya mara zote. Kuna muda una act kama mwanaharakati, kuna muda unakuwa kiongozi, unafanya mambo kiuongozi, na kuna muda sheria yako inachemka kichwani, unafanya kazi kama mwanasheria. Jicho langu sasa kwa hayo yote matatu yaliyonijenga ni kwamba huu ni mwaka wa ACT kuichora upya ramani ya siasa Tanzania. Ramani ya kisiasa haitokuwa kama vile tunavyoijua. Mwaka 2025 mwezi wa 11 kutakuwa na ramani mpya kabisa. Mimi sio share haya, lakini nakupa ubashiri wangu kwamba vyama havitokuwa kama unavyovijua. Kuna vyama vitapanda na kuna vyama vitashuka. Kuna wanasiasa watapanda, kuna wanasiasa watashuka. Sisi tunamulika kwa tochi kali sana nini kinaendelea katika korido za mamlaka, nini kinaendelea katika vyama vingine, na tunaujua mchango wetu katika hilo. Mchango wetu kwa Kiingereza ni to redefine the political map, yani kuichora upya ramani ya kisiasa ya Tanzania. Kwa hivyo ndo ninavyoona nafasi ya kipekee ya ACT, na ramani hii inachorwa kwa kwanzia ni bungeni. Kama nilivyosema kwamba bunge letu limepoteza mvuto kwa sababu wawakilishi wale badala ya kuibana serikali wanaiomba serikali, na bunge kusema kweli limegeuka kama uwanja wa vioja. Wabunge wanapiga sarakasi, wabunge wanagonga meza, wabunge wanaipigia magoti serikali badala ya wabunge kuibana serikali. Kwa hiyo kuichora upya ramani ya siasa itaanzia katika bunge na katika pia nafasi ya urais wa jamhuri na urais wa Zanzibar. Na mpaka sasa ninapozungumza ACT tumefungulia pazia la kuchukua fomu, na kwa upande wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwanachama mmoja Dorothy Semu ambaye ni kiongozi wetu wa chama amekwisha chukua fomu na atairejesha, na kwa upande wa Zanzibar ndugu Othman Masoud ameshachukua fomu, mwenyekiti wetu wa chama, na wabunge wengi wanaendelea kuchukua fomu. Mimi nimeshachukua fomu ya Tunduru Kaskazini, Zito Kabwe ameshachukua fomu ya Kigoma mjini, makamu mwenyekiti wa chama ndugu Mchinjita ameshachukua fomu ya kugombea Lindi mjini, na wanachama wetu wengi sana wanaendelea kuchukua fomu kwa upande wa Zanzibar na upande wa bara. Mpaka tunatoa takwimu za mwanzo wiki mbili zilizopita, wanachama wetu zaidi ya 300 walikuwa wamechukua fomu kwa pande zote mbili, na kama tulivyoahidi hivi karibuni pia tutatoa takwimu mpya baada ya kuzikusanya wanachama wangapi wamechukua fomu. Na hamasa hii inajitokeza ni kwa sababu wanachama wanajua wajibu wao wa kwenda kuichora upya ramani ya kisiasa ya Tanzania. Kwa muktadha huo, mnataka nini katika siasa za Tanzania ACT? Tunataka kujenga taifa la wote kwa maslahi ya wote, na tunataka kujenga Zanzibar mpya, Zanzibar moja yenye mamlaka kamili katika muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haturidhishwi na mwenendo wa sasa. Tunaona taifa letu limekuwa linalowanufaisha wachache. Mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG amekuwa akionyesha matrilioni ya fedha yanayopotea kutokana na ubadhirifu na uzembe, na tunaona kwamba serikali haichukui hatua zozote kudhibiti ubadhirifu huu. Tunaona kwamba miradi mingi ya umma imejaa rushwa na ufisadi. Tunaona kwamba kuna hujuma kubwa kwa wakulima hasa katika masoko na usambazaji wa pembejeo. Tunaona kwamba wafanyabiashara hasa wafanyabiashara ndogo ndogo hawazingatiwi katika maslahi yao, na mikopo iliyotengwa 10% ya halmashauri inagaiwa kiitikadi. Tunaona wazee wetu vijijini wanahujumiwa katika miradi ya TASAF. Tunaona wanawake, vijana na wazee hawapati fursa ya kufurahia ustawi wa jamii yetu. Tunaona ahadi ya matibabu bure kwa wanawake wajawazito imebaki kuwa kauli ya maneno matupu, na wanatozwa fedha na kuambiwa peleke vifaa. Tunaona ahadi ya kuwajali wazee wetu
ili waweze kupata huduma ya uhakika ya afya ya bure, vijijini imebaki kuwa maneno matupu. Tunaona kwamba serikali haiwajibiki katika kutatua changamoto ya ajira kwa kuendesha uchumi ambao unazalisha fursa nyingi za ajira. Tunaona kwamba ajira ni bomu ambalo linalipuka. Tunaona Tanzania ikiwa haiendi katika mkondo sahihi. Kwa hiyo tunataka kupigania na kuijenga Tanzania ambayo itakuwa ni taifa la wote lenye maslahi kwa wote, na tunataka kuijenga Zanzibar ambayo itakuwa moja na yenye mamlaka kamili, na Zanzibar mpya ambayo itachukua nafasi yake kama kituo cha kibiashara na kituo kikubwa cha kiuwekezaji katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, kama ambavyo chumi zingine za visiwa zimekuwa zikifanya hivyo, na hayawezekani kupitia Chama cha Mapinduzi. Mtazamaji wa ITV na msikilizaji wa Radio 1, ni dakika 45. Tupo na katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, ndugu Ado Shaibu. Kuna baadhi ya wananchi wanaona kama siasa za Tanzania ni za kusalitiana. Nataka kufahamu kwa upande wenu nyie ACT, mnaongea lugha moja na wapinzani wenzenu? Ni kweli kwamba licha ya kwamba tunashindana, lakini kuna mambo yanayotuunganisha. Kwa mkienda katika uchaguzi, nyinyi kila chama kinapigania nafasi yake, lakini wapinzani tunapaswa kuungana. Na ndio maana ACT Wazalendo imeviandikia takriban vyama vyote kuomba tushikamane, na tumekutana na vyama vyote ambavyo tumeviandikia, na tunaamini kwamba katika uchaguzi pia ni vizuri kushikamana, ni vizuri kuwa pamoja. Kwa hiyo ACT Wazalendo inaamini katika umoja, na haijasema hayo kwa maneno tu, inafanya pia kwa vitendo. Kwa hiyo wapinzani tunao wajibu katika uchaguzi wa 2025 kulionyesha hilo pia. Naam. Mmesaini maadili ya uchaguzi, na hapo umeniambia kwamba pia wewe ni mtaalamu wa masuala ya sheria. Kuhusu sheria za uchaguzi, ACT mnasimamia nini hasa? Sheria zetu ni mbovu. Kwanza kwa kuanzia kwenye katiba, tunahitaji katiba mpya. Katiba ya sasa ni katiba ya CCM. Sio katiba ya vyama vingi, kwa sababu tume ya Jaji Nyalali iliyoundwa kuishauri serikali juu ya kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi ilieleza kwamba moyo wa mageuzi ni katiba yenyewe. Kwa hiyo ni vizuri tupate katiba mpya, na ni vizuri sheria kandamizi zote ziondoshwe. Na kwa bahati nzuri tume ile ya Jaji Nyalali ilifanya uchambuzi mzuri sana wa sheria gani ambazo bado ni za kikoloni, ingawa sisi ni taifa huru, zikae pembeni ili tuweze kweli kuwa na demokrasia ya vyama vingi. Kwa hiyo na sheria zinazosimamia uchaguzi bado ni mbovu na zinapaswa kuboreshwa. Kwa hiyo tunafahamu yako mambo yanapaswa na yanawezekana kufanywa kwa muda mfupi, yako mambo yanaweza kufanywa kwa kipindi cha muda wa kati. Kwa hiyo msimamo wa ACT Wazalendo, kanuni na sheria za uchaguzi zinaweza kufanyiwa kazi hata sasa. Tunafahamu changamoto iliyopo kwenye katiba mpya, kwa hiyo tungefurahi mchakato uanze sasa, kwa sababu Mheshimiwa Rais aliahidi kwamba ataunda kamati ya wataalamu kwa ajili ya mchakato wa katiba mpya, na ni ahadi ya miaka 2 iliyopita. Tungefarijika ili kuonesha utayari juu ya hilo. Hiyo kamati ingeundwa ili ianze hizi process badala ya kusubiri uchaguzi umalizike alafu tena tukae miaka 2 alafu tena ndio kamati iundwe alafu tuseme muda wa kutosha upo. Kwa hiyo tunasimamia kwamba ni lazima mfumo wa uchaguzi uboreshwe, na sisi tumeahidi kwamba tutapambana mpaka dakika mwisho. Na pengine Watanzania watatamani kujua kwa nini ACT tunasema tutapambana kwa ajili ya maboresho ya mfumo wa uchaguzi alafu tunashiriki. Yaani tunapambana tukishiriki na tunashiriki tukipambana. Ni kwa sababu tumefanya uchambuzi wa kina na tumejiridhisha kwamba mbinu ya kususia uchaguzi ni mbinu nzuri, lakini ni lazima kutazama unemsusia ni nani. Kama unemsusia mwenzako hajali na wala ameziba pamba masikio wala hatozingatia mbinu yako ya kususa, hekima inakutaka usisuse.
kwa sababu ukisusa yeye ataendelea. Sisi tumejiridhisha kwamba CCM tukiwasusia sisi ACT Wazalendo basi watafurahia sana na wataendelea uchaguzi, kwa sababu viko vyama vingine vitashiriki. Na mifano ya haya, ndugu Faria, iko mingi duniani. Nitahitaja tu kwa ajili ya muda. Hapa Tanzania uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019, baada ya wagombea wengi kuinguliwa, vyama vingi vya upinzani kwa umoja wetu tulisusia. Wakati ule Rais Magufuli hakujali, akaendelea na uchaguzi wa serikali za mitaa. Pale Zanzibar mwaka 2015 Maalim Seif alishinda, na ikabidi tume ya uchaguzi itengue uchaguzi ule, ambayo kilikuwa ni kituko cha kihistoria kwamba uchaguzi wa wawakilishi unakubalika, uchaguzi wa wabunge unakubalika, lakini uchaguzi wa rais ndugu Jecha aliutangaza kuutengua, na uchaguzi wa marudio ukaitishwa mwaka 2016. Maalim Seif kwa haki kabisa, kwa sababu kwa kweli iliyofanyika ni dhuluma, akakaa pembeni. Lakini CCM ilifanya nini? Iliendelea na ule uchaguzi peke yao na vyama vingine. Na hapo Kenya tunao mfano mzuri mwaka 2017. Mpinzani mkubwa pale Raila Odinga kupitia muungano wao wa NASA walikwenda mahakamani kuupinga uchaguzi wa mwaka 2017 na ukatenguliwa. Ulipoitishwa uchaguzi mpya, Raila Odinga akakaa pembeni, Uhuru Kenyatta akaendelea. Na kule Ivory Coast utapata mifano ya namna hii. Mwaka 2020 utaona Bwana Ouattara jinsi ambavyo alibanwa kwa sababu amejiongezea muhula wa 3, lakini wapinzani walipokaa pembeni yeye aliendelea. Hata tukivuka mipaka ya Afrika twende kwingineko utapata mifano ya namna hii. Twende Venezuela mwaka 2018, yule dikteta wa pale anaitwa Maduro, watu walimbana kweli kweli. Yeye mpinzani wake alipokaa pembeni akaiona hii ndio neema ya kuendelea. Kuna msemo wa Kiswahili, misemo miwili ambayo nitakuaga nayo. Mmoja unasema fisi hasusiwi bucha, yani fisi anaingia kwenye bucha lako, alafu unamwambia huyu fisi bwana ananiparua makucha, mimi namsusi ya bucha lenyewe, alafu wewe unadhani kwamba yule fisi hata iacha nyama yako salama. Msemo wa pili, nguruwe asusiwi shamba la miogo. Sasa nguruwe ameingia shambani kwangu na muacha ili ujumbe umfikie kwamba nimekasirika. Mfano wa mwisho ni kwa mama zetu walokuwa katika ndoa. Una mume mlevi, anarudi saa 2 unamchekea, anarudi usiku wa manane unamchekea, anarudi alfajiri unanuna ili kumuonyesha kwamba umekasirika. Lakini nategemea ni mume gani. Kama mume ni muelewa, atajua mwenzangu amekasirika, nikamnunulia upande wa kanga ili nimuonyeshe kwamba sasa nimekwenda vizuri. Lakini akiwa mume muhuni, mshenzi, wewe unanuna, ufungui mlango ndo kwanza anauvunja na kupiga ngwala, hapo inabidi utafute njia nyingine badala ya kununa. Tutapambana tukishiriki na tutashiriki tukipambana, kwa sababu hatutaki kuwapa fursa CCM wapite hivi katika uchaguzi huu bila kupata changamoto ya umma. Kwa upande wenu ACT, mnaona kuna chochote ambacho kitabadilika kabla ya uchaguzi mkuu? Tutawalazimisha. CCM ni wanapaswa kulazimishwa. Ukiwabembeleza tu hivi bila kuwalazimisha hawabadiliki. Ndio maana sisi tumesema kauli mbiu yetu. Na kwenye ziara yangu nimesema hii, na baadhi ya watawala hawaipendi. Wananiambia bwana Ado, haya maneno si sawa. Lakini hatuna maneno mengine. Kauli mbiu yetu ambayo tutaitumia kwa lazimisha ni hii, na haijavunja sheria yoyote, na nashangaa wengine wanatetemeka. Tunasema mwizi wa kura ni mwizi kama wezi wengine, ashughulikiwe kama wezi wengine. Huu ndio ujumbe tunawaambia wananchi. Sasa watu wanasema unahubiri shari. Tunasema hapana, sio shari. Tunasema mwizi wa miogo na mwizi anayevunja duka ni wezi, na mwizi wa kura ni mwizi. Kazi yetu sisi ni kuwahamasisha wananchi vile ambavyo wanamshughulikia mwizi wa kura, mwizi wa miogo na mwizi wa fedha, wamshughulikie pia mwizi wa kura. Watu wasema Ado, una maana gani tushughulikiwe kwa namna gani? Naambia wewe tulia. Si unajua mwizi anavyoshughulikiwa? Kwa hiyo mwizi wa kura tutamshughulikia, tutawalazimisha. Mmekuwa mkifanya mikutano maeneo mbalimbali, mikutano ya kisiasa, na hapo umetuambia umeenda kule Tunduru vijijini kule. Wananchi wanaamini katika siasa za ACT? Mna ushawishi kwa wananchi ACT? Mimi nimeshangaa sana kwamba
tunakwenda, wananchi wamedhulumiwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini ujumbe wetu nimeona unaeleweka kwa urahisi sana. Mimi nitakupa mfano wa hii ziara niliyofanya kwa sababu naenda kuchukua fomu. Nilidhani kwamba kwa sababu ya dhuluma iliyotokea wananchi watakuwa wanyonge, lakini tulipowaletea ujumbe wa mwizi ni mwizi, ashughulikiwe kama mwizi, maandamano yalionifuata nyuma yangu kwa matumaini makubwa sana. Na mimi nawaambia Watanzania, hatutoangusha. Tuko tayari kuwaongoza katika kulinda na kutetea thamani ya kula ya wananchi. Kama hatutoleta ujumbe huu, ushawishi wetu utapungua. Kama tutaleta ujumbe wa kimapambano, ushawishi wetu utaongezeka. Kwa sababu Watanzania wanachotaka, 2019 tumeibiwa, tumefanya nini? 2020 tumeibiwa, tumefanya nini? Wako wachache kwenye maeneo wamepambana. 2024 tumeibiwa, tumefanya nini? Sasa kauli mbiu inapaswa kuwa kupotea ni wakati wa kwenda. Umepotea wakati unaenda 2019, 2024. Kupotea wakati wa kurudi ni ujinga. Na sisi sasa hivi tunarudi, sio kwenda. Njia tushaijua. Wizi wote unaofanyika tumeshaujua. Kwa hiyo sasa hivi tunarudi, na kwa kweli itakuwa ni mapambano kweli kweli. It's going to be rough. It's going to be tough. Haitokuwa ni njia nyepesi. Na sisi tuko tayari. Tayari tumeshaziandaa nafsi zetu kwa ajili ya mapambano. Tunaomba tu wananchi watunge mkono, kwa sababu huwezi kufanya mapambano haya ukamwachia kiongozi wa kisiasa peke yake. Mtu amemtoa wakala kwa kisingizio cha kwamba ana utambulisho. Huyo ni mwizi. Huyo ni mwizi. Anaandaa mpango wa wizi. Hashughulikiwe kama mwizi, kwa sababu mawakala wameapishwa. Msimamizi ana wajibu wa kupeleka utambulisho kwa mujibu wa utaratibu wa sasa. Hapeleki utambulisho. Anataka kumyumbisha wakala ili kula chache feki ziingizwe. Huyo anaandaa mpango wa wizi. Hashughulikiwe kama wezi wengine. Na hiyo ndio kauli mbiu yetu. Kwa hiyo naam. ACT mnaunda serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Naam. Na tulimuona makamu wa kwanza wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Naam. Amechukua fomu kupitia chama cha ACT Wazalendo. Naam. Hali ikoje kwanza? Hali ya Zanzibar ni mzuri. Unajua Wazanzibari wameshajielewa. Kwa watu wanaofuatilia chaguzi za Zanzibar, Wazanzibari wana mwamko wa kisiasa. Kama kuna eneo lina hamasa na mwamko wa kisiasa hapa Afrika Mashariki na Kati, sidhani kama kuna eneo linaishinda Zanzibar. Kwa sababu pale wazee wanaenda kupiga kura, vijana wanaenda kupiga kura, watu wazima wote wanaenda kupiga kura. Turnout, kiwango cha watu kwenda kupiga kura Zanzibar ni kikubwa sana. Ni vile tu kuna hujuma na mizengwe katika uandikishaji. Laiti kama uandikishaji ungekuwa unaenda vizuri, Wazanzibari takribani wote wenye sifa wangekuwa wanajiandikisha na takribani wote wangekuwa wanaenda kupiga kura. Kwa hiyo kazi yetu sisi ya kwanza ni kurudisha hamasa ya Wazanzibari. Na mimi nataka kukuambia tumeifanya hii kazi kwa moyo mmoja tangu kumalizika kwa uchaguzi wa 2020. Na Wazanzibari wameshasema wako tayari kwa mapambano. Wamesema ngoma itachezwa inavyopigwa. Ikichezwa kwa utulivu, kwa kuzingatia sheria, kwa kuzingatia amani, itachezwa kwa amani. Lakini ikichezwa kwa wizi, safari hii sisi tunaenda kukamilisha wajibu wetu wa kihistoria. Na huyu aliyopo sasa ni mbeba mahono na mkamilisha mchakato, Othman Masoud Othman, ametuambia na amesema hadharani yeye hayuko tayari kuwarudisha nyuma Wazanzibari katika kutetea haki yao. Na huyu ni mtu ambaye alikuwa tayari kuachia kuwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar kwa sababu Zanzibar inakandamizwa. Kwa hiyo mwaka 2025 kwa Wazanzibari ni mwaka wa maamuzi. Ni mwaka wa kuihami Zanzibar. Naam. Kwa hiyo mambo yatakwenda kuwa mazuri sana Zanzibar. Mnajinasibu na kuona kwamba mambo yatakuwa mazuri. Mtakuwa tayari kukubali matokeo ya namna yote ya haki. Matokeo ya haki. Matokeo yasiyo ya haki tutayapinga kwa kishindo ambacho hakija kutokea katika historia ya Tanzania. Tangu tupate kubali kushindwa si mshindani. Tutakubali kushindwa kwa haki. Jitihada zozote za kutupora ushindi wetu pale Zanzibar zitakabiliwa na kishindo ambacho hakijapata kutokea tangu mageuzi yaanze. Na mimi nasema
Wazanzibari wako tayari. Watu wanaopanga njama zao na tunawafuatilia kwa karibu, wajiandae kwa kishindo ambacho sisi tunakiandaa, na tunaamini Mheshimiwa Rais atatafakari sana na kuona umuhimu wa Zanzibar. Zanzibar ikipigwa ngoma, huko msemo wa tangu ukoloni, Zanzibar ikipigwa ngoma maziwa yanacheza, yani kanda za maziwa makuu kote huko. Unajua Zanzibar was the center of business tangu miaka na miaka. Kwa ngoma, mdundo ukipigwa Zanzibar unachezwa mpaka huko bara na Mrima. Safari mdundo unapigwa, na itayocheza sio Zanzibar peke yake. Mdundo utapigwa Zanzibar, tutacheza bara yote, Afrika Mashariki yote itacheza mdundo wa Zanzibar. Na huyu anayetamka hapa ndiye mtendaji mkuu wa chama cha ACT Wazalendo. Kwa sipigi propaganda, nazungumza kitu ambacho msije mkasema hatukusema. Kwamba hawa bwana mbona wamepiga huu mdundo, imekuaje, imetokea kwa imekuaje hapo, au kwa vijana, kwa sababu mimi ni katibu mkuu wa vijana, wako wale watumbuizaji wanaitwa misondo, wanaita umepigaje hapo, kuna hiyo maarufu sana. Kwa hiyo safari hii tutapigaje? Tutapiga mdundo ambao utachezwa Afrika Mashariki. Washindani wenu ni kina nani? Sisi Zanzibar siasa zinajulikana kwamba ACT haina mshindani. Bara kule Zanzibar, kwanza ujue hiyo, sisi mkitaka kufanya mkutano, huwa naona huruma sana. Ikitaka kufanya mkutano katika wakati unakuwa na huruma, ni CCM ikiwa na mkutano. Kwa hiyo mmewekeza siasa zenu Zanzibar. Hapana, nitakuja huko Farea. Naam. Kwamba kule Zanzibar sisi mkitaka kufanya mkutano inabidi wafanyakazi wa serikali, vikosi na kila mtu muhaveshwe sare za CCM, watafute kuprint stationery card 2-3 ionekane hapa angalau kuna CCM. Wewe chunguza, na mimi nawapa watu challenge. Siku moja walijaribu kubahatisha. Mheshimiwa Hussein alikuwa amepewa, Mheshimiwa Hussein Mwinyi, rais wa Zanzibar, alikuwa ameteuliwa kuwa mgombea urais. Kwa hiyo anakuja sasa Unguja. Sasa hawakufanya kale kama mchezo kao walikokazoea. Kwa hiyo unamwona mbona rais watu wanasema anapokelewa kinyonge. Naomba sio kinyonge. Hiyo ndio hali halisi ya CCM Zanzibar wasipofanya kale kama mchezo kao. Huku bara sisi tumekuwa tukijenga maeneo yetu kimkakati, chini kwa utulivu. Na mwaka 2025 Faria ndio mwaka wa kuonyesha ile nguvu yetu halisi kwa upande wa bara ikoje. Na tunachoenda kufanya ni wonders. Sababu sisi tayari tunayo maeneo. Unajua watu hawaangalii, na hii nchi ina udhaifu pia katika uchambuzi wa kina unaozingatia takwimu. 2020 uchaguzi uliibwa. Sisi ndio tunavyoamini, na watu wengi wamesema hivyo. Kwa sababu siwezi kuzungumza hivi kwenye kipindi bila ushahidi wa watu wengi na ripoti nyingi ambazo ni credible. Lakini tazama zile kula zile. Angalia gap ya baina ya ACT na CCM kwenye baadhi ya majimbo. Alafu jiangalie umepata majimbo mangapi ambayo ACT imekuwa ya pili ama imekaribia kwenye victory. Nenda pale Tunduru Kusini, yuko mtu anaitwa Mtutula, Abdalla Mtutula. Angalia gap yake katika huo uchaguzi ambao unasema umeibwa na CCM. Utaambiwa kula zifike 2000, na tunayo majimbo yanayofikia zaidi ya 20 wakati ule. Sasa hii kazi tumeifanya kwa miaka 5. Tunachoenda kukifanya ni cha zaidi katika maeneo yote ya Tanzania hii. Kwa hiyo tumejiandaa kwa nafasi zote. Urais, watu wanaenda kuchukua fomu hivi kesho. Mwanachama mwingine mmoja ambaye namfanyia siri atachukua fomu ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni surprise hiyo, tutaipata kesho. Na wengi zaidi wanaweza kujitokeza. Sisi ni chama cha kidemokrasia. Anataka kugombea urais Zanzibar, anataka kugombea urais wa Jamhuri, anataka kugombea ubunge, hata kama ni Kigoma mjini, hata kama ni Tunduru kwa Ado, hata kama ni wapi, unaruhusiwa. Hakuna fomu moja kama wale wenzetu. Ado, nakushukuru sana. Asante Karibu sana. Wakati mwingine katika dakika 45. Sasa tunaelekea katika mchaka kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu. Wakati mwingine karibu sana. Asante, mnafanya kazi mzuri. Naam. Tunawapongeza sana ITV Super Brand. Mmeifanya kazi hii ya kihistoria kwa miaka mingi na si kazi nyepesi. Kuendeleza ubora huu ambao mnao. Hongereni dakika 45.
kwa kazi ambayo mnaifanya inayotulazimisha Tanzania muda ukifika kwenda hewani wote tunaangalia dakika 45. Good job. Asante. Mtazamaji wa ITV na msikilizaji wa Radio 1, mpaka kufika hapa tumehitimisha kipindi chetu cha dakika 45. Leo tulikuwa na katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo ndugu Ado Shaibu, ambaye tumezungumza naye masuala mbalimbali kuhusiana na siasa, lakini ndani ya chama chao na jinsi ambavyo wamejipanga kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025, itakuwa ni Oktoba. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao tumeshirikiana kwa pamoja kukuletea kipindi hiki, jina langu ni Farhia Midle. Asante na kwaheri. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania. ITV Super Brand Afrika Mashariki.